Jioni njema popote ulipo mtazamaji, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye kipindi cha jukwaa la KTN siku hii ya Jumanne. Kumbuka huwa kama kawaida siku ya Jumanne tunaangazia masuala ambayo yanayofungamana na kilimo hapa nchini Kenya, na tayari katika studio zetu wageni wangu wamewasili mtazamaji, tayari kwa kipindi cha leo. Moja kwa moja, kabla ya kwenda kwenye mahojiano yetu kuhusiana na swala la kilimo, wacha tupate baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumeziangazia ama tunazifuatilia siku hii ya leo. Na kulikuwa na hali ya patashika bungeni mapema hii leo, na hata spika wa bunge aliweza kuzuiliwa kuingia bungeni na wabunge kutoka mrengo wa CORD, lakini baadaye alifanikiwa baada ya kupata msaada kutoka kwa walinzi wa bunge. Wabunge hususan wale wa upinzani walikuwa wakipinga mswada wa kurekebisha sheria ya uchaguzi. Spika wa bunge aliagiza mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu sheria, ambaye aliwasilisha mswada huo, Samuel Chepkonga, kuwasilisha kumbukumbu za kamati ya bunge anayoiongoza kuhusiana na mswada huo. There you see On the members. Honorable members. This one to also move away from mine. Na mtazamaji, ndio hali ilivyokuwa na mapema hii leo katika kikao hiki maalum ambacho kiliitishwa na spika wa bunge Justin Muturi. Kwingineko, wale ambao walifuzu kwenye chuo cha mafunzo kwa vijana watapata kuajiriwa kwenye vikosi vya polisi, jeshi na hata askari jela. Hii ni kufuatia amri ya Rais Uhuru Kenyatta wakati wa kufuzu kwa vijana 10,551 mjini Gilgil katika kaunti ya Nakuru mapema hii leo. Rais Uhuru Kenyatta amedokeza kuwa serikali imeweka mikakati ya kupanua na kuboresha sekta ya ubaharia humu nchini, huku wale ambao wamefuzu mafunzo ya NYS wakipewa kipaumbele wakati nafasi za kazi zinapotokea. Rais Kenyatta vilevile aliamuru wizara ya masuala ya vijana ama waziri wa masuala ya vijana Cecily Kariuki kuingia katika mikataba na taasisi za serikali na zile za kibinafsi ili kubuni miradi ambayo itakayolenga kuwapa vijana nafasi za ajira. Forces, the Kenya Police Service, the Prison Services, the Kenya Wildlife Services, the Kenya Forestry Services to set aside recruitment slots for and give priority to qualified NYS servicemen and women. I will expect detailed reports on the numbers recruited by each of these disciplined forces following the completion of each recruitment exercise. Again, following in your leadership, Your Excellency, and in keeping with a core principle of your administration, the National Youth Service continues to play a vital role in promoting social cohesion and peaceful coexistence by recruiting youth from every corner of this country equitably and training them on the values we share as a people. Shughuli hiyo mtazamaji ilifanyika katika chuo cha mafunzo kwa vijana kilichoko sehemu ya Gilgil, kaunti ya Nakuru. Kwingineko, wakuu wa polisi katika eneo la kati wamefanya mkutano kule Nyeri kuangazia hali ya usalama katika sehemu hiyo. Mkutano huo uliofanyika katika kituo cha mafunzo ya polisi mkoa wa Kati uliongozwa na kamanda wa polisi eneo la Kati, Larry Kieng. Kieng aliwahakikishia wakazi usalama na kuwaomba watumie mpango wa nyumba 10 kuripoti visa vya utovu wa usalama kwa polisi. Vilevile kamanda wa trafiki Bijen Kuria aliwasihi madereva kuwa waangalifu barabarani na kuwa wazingatie sheria hususan katika msimu huu wa sherehe. Wananchi kuwa tumepanga vizuri na tutakuwa kwa vijiji zetu, tutakuwa pia kwa town zetu kubwa tukipatrol, tukishika doria kila mahali kwa hii
region ya Central, na polisi wetu wale ambao walikuwa likizo wameshia rudi kazini na watakuwa katika sehemu zote ambayo tunataka tuwe tukionekana na wananchi tukipatia hawa usalama. What would want to urge our motorists is to take extra care. We are going to be extra vigilant on drunk driving, and at the same time we want to urge our motorists not to be changing routes. It happens that during the festive they will be rushing to where there are a lot of customers. We will be extra we will be extra alert on the road to address issues of contravening routes. Polisi huko Embu wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kifo cha mtoto wa miaka 13 ambaye alifariki baada ya kuzama kwenye kidimbwi cha kuogelea. Alan Kariuki anasemekana kuandamana na mamake kwenda kuogelea katika kidimbwi cha mojawapo ya hoteli mjini Embu, lakini kwa bahati mbaya akazama na kufa maji. Polisi wanasema Job Alan Kariuki mwenye umri wa miaka 13 pamoja na mamake walikuwa wameenda kujivinjari katika hoteli ya Mountain Breeze iliyoko mjini Embu. Lakini mwana alipomwacha mamake na kwenda kuogelea kidimbwini akafa maji baada ya kuzidiwa. Alizama ndani ya hiyo maji na baada ya kutolewa kukimbizwa hospitali ya Tendi Hospital akafariki kabla hajahudumiwa hospitali. Ingawa OCPD wa Embu Magharibi Francis Sang alisema uchunguzi bado unaendelea ili kubaini chanzo cha kifo hicho, aliulaumu usimamizi wa hoteli ya Mountain Breeze kwa misingi kwamba huenda walilaza damu kazini. Inaonekana kwamba alichukua muda kabla hajahudumiwa, ndio sababu wakati alikimbizwa hospitali upande wa Tendi alifariki kabla hajasaidiwa. Hata hivyo, wakuu wa hoteli hiyo walikataa kuzungumza na wanahabari na badala yake kuwataka waelekeze maswali yote kwa polisi. Shadrack Miti, KTN News. Kwingineko mtazamaji, alasiri hii shehena ya pembe za ndovu imekamatwa katika bandari ya Mombasa, na kulingana na mkuu wa operesheni ambaye ni kamishna wa uchunguzi vile katika halmashauri ya utozaji ushuru nchini KRA ukanda wa Pwani David Diego, jumla ya container 10 zilikuwa zinachunguzwa, huku 2 tayari zikiwa zimeelekea nchini Singapore. Taarifa hiyo tulipata mwendo wa alasiri, ambapo shehena hizo ama makasha hayo yalirudishwa humu nchini Kenya, na leo alasiri basi akaweza kufunguliwa na kukaguliwa na kupatikana pembe hizo za ndovu. Kama unavyoziona hapo, zilikuwa zimefichwa vyema zaidi kwenye mbao. Kama unajua huna story yote pale na kuhusu pale. Bwana tuatia picha. Mpaka ile mwisho kama ni 12 sijui nini. Ni shehena ya pembe za ndovu hizo ambazo zimepatikana mtazamaji, zilikuwa zinaelekea katika taifa la Cambodia kama sijakosea, maeneo ya bara la Asia ya mbali. Hatimaye wakazi katika mitaa ya Naivasha wanailalamikia idara ya polisi kwa kushirikiana na kundi la wahalifu sugu ambao wanaotekeleza wizi wa mabavu katika sehemu hiyo, na wanapokamatwa na raia na kupeana kwa polisi basi inakuwa naachiliwa siku ya pili. Wakiwa na viongozi wa wadi hizo, wakazi hao wanadai kuwa polisi katika kituo cha mtaa wa Kayole huko Naivasha kubwa analolifanya ni kufuga mifugo kwenye kambi zao. Wakazi wa mitaa ya Naivasha wameghadhabishwa na hatua wasizozifahamu baada ya mshukiwa mmoja wa wizi wa mabavu kuachiliwa huru baada ya kumkamata akitekeleza wizi na kumkabidhi katika kituo cha polisi cha mtaa wa Kayole. Umeibiwa mara ya 4 sasa. Stoko yote imebebwa. Na tulishika huyo mwizi tukampeleka kwa sero pale Kayole. Lakini alitoroka.
Sijui kama ni kutoroka ama ni kuachiliwa. Askari mwenye aliachilia huyo mwizi, nataka anilipe vitu zangu ama anipatie mwizi. Kulingana na mwakilishi wadi ya Lakeview Simon Wanyoike, mshukiwa huyo alikuwa kwenye kundi la wahuni ambalo limekuwa likivunja na kupora maduka wakati wa usiku. Lakini kinachowashangaza ni ushirikiano wa polisi na wahalifu sehemu hiyo. Tunataka kusema usalama wetu uko katika hali mbaya. Sawa sawa. Sababu hatujui ni nani waliua Njoroge, hatujui what happened kwa Njoroge, hatujui. Wakazi hao wameilaumu idara ya polisi kwa utepetevu huo, huku wakitaka maafisa wa ngazi ya chini kuondolewa na kuletewa wapya, kwani hawasaidii jamii katika kupambana na uhalifu. Ile kazi kubwa sana wanafanya pale ni kufuga kuku. Hao ndio wanafuga kuku, hao ndio wanachunga kondoo na busi, hao ndio wanafanya kazi zingine zote pale. Inadaiwa afisa mkuu wa polisi kituo cha Kayole huko Naivasha alikataa kufanya kazi na maafisa hao kwa sababu ya tabia yao ya kushirikiana na wahalifu. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Jukwaa la KTN. Kama kawaida, huwa siku ya Jumanne tunaangazia mambo ya kilimo hapa nchini Kenya, katika kaunti ambao moja huwa tunaiangazia sana. Leo tuko katika kaunti ya Murang'a tukiangazia kilimo cha mboga aina ya French beans. Nimetafuta sana kwa lugha ya Kiswahili jina hilo, lakini tutakwenda nayo hivyo hivyo kwa lugha ya Kiingereza. Lakini kabla ya kwenda kwenye mahojiano yetu, mtazamaji, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu nikuelezee kilimo chenyewe, na vile vile wageni wetu tayari wamewasili hapa studio. Usiende mbali.